Waziri wa Ardhi na Maendeleo ya Makazi Zanzibar, Rahma Kassim Ali, amewahimiza wananchi kushiriki kikamilifu katika maadhimisho ya Wiki ya Ardhi yanayotarajiwa kuanza Juni 28 mwaka huu. Akizungumza na waandishi wa habari, Waziri Rahma amesema maadhimisho hayo yanalenga kuongeza uelewa wa jamii kuhusu masuala mbalimbali ya ardhi, ikiwemo umuhimu wa utunzaji wa nyaraka za ardhi, umiliki wa hati miliki pamoja na matumizi bora ya ardhi kwa ajili ya maendeleo endelevu. Ameeleza kuwa Wiki ya Ardhi itatoa fursa kwa wananchi kupata elimu kuhusu upangaji na matumizi endelevu ya ardhi. Huduma zitatolewa na sekta ya ardhi pamoja na njia za kutatua changamoto zinazojitokeza katika umiliki na matumizi ya ardhi. Aidha, waziri huyo amewasisitiza wananchi kujitokeza kwa wingi kushiriki katika shughuli mbalimbali zitakazoandaliwa wakati wa maadhimisho hayo ili kunufaika na elimu, ushauri na huduma zinazotolewa na wataalamu wa sekta hiyo. Kwanza kabisa napenda kuchukua fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia afya njema na kuweza kukutana leo hii katika mkutano muhimu ambao una lengo la kuzindua shughuli za kiutendaji za maadhimisho ya Wiki ya Ardhi na Makazi Zanzibar zinazotarajiwa kuanza rasmi tarehe 20 mwezi wa 6 2026. Ndugu waandishi wa habari, sekta ya ardhi na makazi ni rasilimali za msingi na zenye uwezo wa kutoa mchango mkubwa katika maendeleo ya kijamii na kiuchumi ya nchi yoyote. Thamani ya ardhi hapa Zanzibar imekuwa ikiongezeka kwa kiwango kikubwa kutokana na mabadiliko ya sera za kiuchumi yanayoongezeka siku hadi siku na kupelekea ongezeko la mahitaji ya matumizi ya ardhi pamoja na makazi hapa nchini. Hali hii inahitaji mipango na mikakati imara ya kukabiliana nayo. Ndugu waandishi wa habari, kutokana na umuhimu huo, mtakumbuka kuwa mnamo mwezi Juni mwaka 2025 tulizindua Wiki ya Ardhi na Makazi kwa mara ya kwanza hapa Zanzibar, ambayo ilikuwa na lengo la kutoa uelewa mpana kwa wananchi kuweza kujua shughuli mbalimbali zinazotekelezwa na Wizara ya Ardhi na Maendeleo ya Makazi, ambayo jukumu lake kubwa ni kutoa huduma mbalimbali zinazohusiana na ardhi pamoja na makazi hapa nchini. Na kwa kiasi kikubwa shughuli hii ilileta mafanikio makubwa kutokana na mrejesho na mwitiko mkubwa uliopatikana kwa jamii. Hivyo kwa mantiki hiyo, lengo la kuanzisha wiki hii ya ardhi na makazi imefanikiwa kama ilivyokusudiwa. Ndugu waandishi wa habari, kutokana na mafanikio yaliyopatikana katika zoezi hili, tumeona ni vyema kuendelea kuandaa wiki hii ya ardhi na makazi kwa mara nyingine kwa lengo lile lile la kuonyesha shughuli mbalimbali zinazotekelezwa na Wizara ya Ardhi, lakini pia kujenga uelewa zaidi kwa jamii katika sekta hizi mbili ambazo ni sekta muhimu sana kwa maisha ya kila siku ya mwanadamu. Wiki hii ya ardhi na makazi hutoa fursa ya ushirikishwaji kwa wananchi tunaowahudumia juu ya matumizi bora ya ardhi na kutambua mchango wa maendeleo ya kiuchumi na kijamii, pamoja na kuimarisha uelewa kwa wananchi kuhusu haki na wajibu wao katika umiliki wa ardhi na matumizi ya ardhi. Ndugu waandishi wa habari, miongoni mwa faida kubwa ambayo hupatikana katika shughuli hii ni kupunguza kwa changamoto ya migogoro ya ardhi, ambayo pamoja na mikakati mingine, kupitia wiki hii ya ardhi na makazi, wananchi wamepata mwamko mkubwa katika ufuatiliaji na utafutaji wa taarifa kwa ajili ya kujiridhisha katika mauziano ya ardhi, ambayo ni sababu kubwa inayopelekea migogoro hiyo. Kikawaida, wananchi hununua ardhi kwa ajili ya makazi, biashara pamoja na uwekezaji. Hivyo niendelee kutoa wito kwa wananchi wetu waendelee na utafutaji wa taarifa wa maeneo hayo, hata ukizingatia wapo madalali ambao sio waaminifu wanaojihusisha na uuzwaji wa maeneo bila kufuata taratibu na kupelekea matatizo makubwa kwa serikali pamoja na wananchi kwa ujumla. Ndugu waandishi wa habari, mbali na faida zinazopatikana katika sekta ya ardhi, pia yapo mafanikio makubwa katika sekta ya makazi,
kupitia wiki hii, ambapo wananchi hupata uelewa wa miradi mbalimbali ya nyumba za makazi na biashara inayotekelezwa na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kupitia shirika la nyumba, na kuweza kufahamu njia tofauti zinazorahisisha ununuzi wa nyumba hizo za makazi, ikiwemo Chumbuni, Mombasa kwa Mchina, ya pili Kiembe Samaki, pamoja na miradi mingine ambayo inatekelezwa na itakayoanza kutekelezwa katika kipindi hichi. Hivyo wiki hii hupelekea wananchi kuhamasika katika ununuzi wa nyumba hizo. Ndugu waandishi wa habari, katika maadhimisho ya wiki hii ya ardhi ya makazi kwa mwaka huu, tumepanga kutekeleza mambo yafuatayo. Kwanza, wizara kushirikiana na wananchi itafanya usafi wa mazingira katika mikoa 5 ya Zanzibar kwa lengo la kuhamasisha wananchi kuyatunza maeneo yao ya makazi yao na kuleta usafi wa mazingira. Pia kutakuwa na makongamano na majadiliano kuhusiana na umiliki wa ardhi na matumizi yake. Lakini pia kutakuwa na utoaji wa hati miliki za ardhi kwa wananchi waliohaulisha maeneo yao, waliotambuliwa na waliosajiliwa ardhi zao kwa matumizi mbalimbali. Lakini pia kutakuwa na huduma tofauti zinazotolewa kupitia kliniki ya ardhi juu ya matumizi ya ardhi pamoja na umiliki ambazo zitafanyika kwa mikoa yote ya Zanzibar. Lakini pia kutakuwa na ukaguzi wa maeneo mbalimbali yanayojengwa vituo vya mradi wa mfumo wa taarifa za ardhi wa LARIS, ambazo mfumo huu utahifadhi taarifa zote za ardhi ambao utatekelezwa hivi karibuni. Lakini pia kutakuwa na ufunguzi na uwekaji wa jiwe la msingi wa masjala ya ardhi Makunduchi, na kwa upande wa Pemba kutakuwa na uwekaji wa jiwe la msingi la ujenzi wa kituo hicho cha masjala ya ardhi kwa upande wa Pujini Pemba. Kilele cha wiki hii ya ardhi itafanyika tarehe 28 mwezi wa 6 2026 katika ukumbi wa Dr. Ali Mohamed Shein Suza Tunguu saa 3 asubuhi, na mgeni rasmi tunatarajia atakuwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Ndugu waandishi wa habari, tunawaomba kutoa taarifa hizi kwa jamii kwa upana wake ili wananchi waweze kushiriki kamilifu kwa lengo la kupata fursa ya uelewa juu ya matumizi bora ya ardhi pamoja na kuimarisha makazi ambayo itasaidia katika kuimarisha maisha kwa kiuchumi na kijamii kama nilivyoeleza hapo awali, ambapo ujumbe wa mwaka huu ni mipango endelevu ya ardhi ni nguzo ya makazi bora. Ndugu waandishi wa habari, asanteni sana kwa kunisikiliza. Tembelea YouTube channel yetu VOP Online TV kwa habari moto, subscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili kuwa wa kwanza kupata taarifa zetu. Usisahau kulike, kucomment na kushare. VOP Online TV.